Ni matumaini yangu kwamba usalama popote pale ulipo mtazamaji. Ujambo na karibu katika jarida la Uhuru ambapo tumekuandalia mengi kama jinsi tunavyoyapokea. Jina langu ni Nyakia Ndwiga. Hebu kwanza tuangazie vidokezo. Mchakato wa usaili wa nafasi ya wenyekiti wa IEBC waingia siku ya pili. Wakulima kunufaika kwa programu ya mbegu zilizoidhinishwa Embu. Maafisa wawili wanaswa na kamera za CCTV wakiwashambulia wafanyakazi wa Murang'a. Karibu mtazamaji. Mchakato wa usaili wa nafasi ya mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka yani IEBC uliendelea hii leo ikiwa siku ya pili ya mahojiano. Mchakato huu unaoendelezwa na jopo la uteuzi unatarajiwa kukamilika siku ya Jumatano, huku watu 11 wakiwa wameorodheshwa kwa mahojiano kwa nafasi hiyo. Tupate mengi kutoka kwa mwanahabari wetu Nyambura Kamau. Jopo la uteuzi wa makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka yani IEBC linaendelea na mchakato wa usajili, huku leo ikiwa siku ya pili ya mahojiano. Mwenyekiti wa jopo hili ni Nelson Makanda na tayari Erastus Edung amefanyiwa mahojiano. Wanaotarajiwa kusailiwa leo ni Francis Kakai, Jacob Ngwele pamoja na Joy Brenda Masinde Mdivo. Mchakato wa usajili huu wa mwenyekiti wa IEBC unatarajiwa kukamilika Jumatano, huku watu 11 wakiwa wameorodheshwa kwa mahojiano kwa nafasi hiyo. Usajili huu unafanyika katika chuo cha mafunzo ya bima kilichopo South C, Nairobi. Kwa mujibu wa vigezo vya uteuzi, mtu anayetaka kuwa mwenyekiti wa IEBC anapaswa kuwa na tajriba ya angalau miaka 15 katika masuala ya sheria na awe na shahada ya kiwango cha juu. Baada ya kukamilika kwa usajili huu, mchakato wa kuwachagua makamishna utaanza rasmi Alhamisi. Kwa mujibu wa ibara ya 88 ya katiba ya Kenya, IEBC ina jukumu la kusajili wapiga kura, kuratibu mipaka ya uchaguzi na kusimamia uchaguzi. Aidha, tume hii inasimamia mchakato wa uteuzi wa vyama vya kisiasa. Inaripotiwa kuwa baadhi ya maeneo bunge bado hayana wawakilishi bungeni, hali inayoleta changamoto katika uwakilishi wa wananchi. We are speaking generally about the right to vote for those people who are marginalized, persons living with disabilities, and those in diaspora. Thank you very much. I think I got you right. I think to respond to that, the rights to political freedom, including the right to vote, the right to contest in an election, to be voted for, I think is very clear and it's enshrined in our constitution, as you rightly pointed so, in Article 38. And these rights, the same constitution in Article 88 sets up the institutional framework, the policy institutional framework through which we can now exercise that right. Nikiripotia Uhuru TV Business, jina langu ni Nyambura Kamau. Huku haya yakijiri ni kwamba kundi la vijana na wanaharakati waliandamana wakilalamikia kutojumuishwa kwa vijana katika mchakato wa kumsaka mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka yani IEBC. Vijana hawa sasa wanataka wapewe nyadhifa katika tume ya IEBC, wakidai kuwa zaidi ya vijana 100 walituma maombi ya uwenyekiti wa IEBC ila hawajapata nafasi hata moja, huku wakisema kuwa jopo la uteuzi limewateua watu waliowahi kuwa serikalini.
kama vijana tumesema rais, vijana wengi waliapply kazi ya IEBC na tumeona kwa wale vijana ambao wameapply hakuna kijana wote amekuwa shortlisted. Na tunasema Unya Chaya lazima aende nyumbani. Kuna vijana ambao waliapply for the IEBC commissioners. Over 200 young people walipeana submission zao kukuwa commissioners kwa IEBC. Lakini selection panel ikiongozwa na Dr. Makanda walifanya mambo yao and they ensured that no young person was shortlisted. And therefore, as a young people of this country, we have converged here today to tell the selection panel that we must have a young person as commissioners. Vijana power! We need the selection panel to select our young youths. The youths are very competent. They've gone to the university. They're educated enough and they should be in these spaces. They are the ones who are supposed to be occupying these spaces. Sisi tumegadhabishwa sana na ile mambo inaendelea kwa hiyo boardroom. Hii mambo ya kuleta wazee mahali nafasi ya vijana imefika, tumesema imeisha. Sisi tunasema Nyachae tafadhali. Wakati huu ni wakati wa vijana. Hii mambo ya kuweka wazee wanapelekwa kama report control tumekata. Na wakulima zaidi ya 37,000 katika kaunti ya Embu sasa wanatarajiwa kunufaika na programu ya mbegu zilizoidhinishwa yenye thamani ya shilingi milioni 40. Mpango huu unaoongozwa na gavana wa kaunti hii Cecily Mbarire unaonyesha maendeleo muhimu katika sekta ya kilimo, kwani unalenga kuongeza mazao na usalama wa chakula katika kaunti hii. Mwanahabari wetu Monene Njiro ana maelezo zaidi. Katika maendeleo muhimu kwa sekta ya kilimo katika kaunti ya Embu, wakulima zaidi ya 37,000 wa eneo hilo wanatarajiwa kunufaika kwa programu ya mbegu zilizoidhinishwa yenye thamani ya shilingi milioni 40. Mpango huu unaoongozwa na gavana Cecily Mbarire unalenga kutoa mbegu za ubora wa juu kwa wakulima, kuongeza mavuno ya mazao na kuboresha usalama wa chakula. Kwa hii program tuna target wakulima 37,000 ambao wataweza kusaidika na hii mbegu, na tumesema hii itakuwa program yetu kwa kila mwaka. Tutakuwa tunapatiana mbegu ndio watu wapate chakula ya kutosha. Programu ya mbegu zilizoidhinishwa ambazo zitasambazwa kwa wakulima katika maeneo tofauti tofauti wiki hii inanuia kutoa mbegu za ubora wa juu za mazao ya chakula kama mahindi, maharage na nyinginezo. Mbegu zile tunapeana ni mbegu tumenunua certified seeds kutoka kwa serikali. Tumenunua kwa Karo, tumenunua kwa Kenya Seed, ndio tuweze kupata mbegu ambazo zitamea na zitaleta mapato mazuri. Ile mbegu tumepatiana hapa, whether ni ya mahindi ama ya maharagwe, ni tofauti sana na ile mbegu tumepatiana Kedhemu because it is much lower. Na ni tofauti zaidi na ile tutapeleka pande ya Mbere kutoka kesho kutwa. So depending on the climatic conditions, tumepatiana mbegu ambayo itaweza kufit hiyo environment. Nikiripotia Voro TV, langu jina Monene Njiro. Wakazi wa Busia sasa wanadai serikali kuu imepuuza eneo lao siku chache baada ya Rais William Ruto kuwateua makatibu wapya kuhudumu kwenye nyadhifa mbalimbali serikalini. Wakazi hao ambao ni wafuasi wa chama cha ODM sasa wameshutumu kinara wa chama hicho Raila Odinga wakidai kuwa anawapuuza licha yao kuongoza katika usajili wa chama hicho. Mwanahabari wetu Purity Wanjiko ana habari zaidi. Siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuwateua makatibu wapya kuhudumu kwenye nyadhifa mbalimbali serikalini, wafuasi wa chama cha ODM katika kaunti ya Busia wamejitokeza kulalamikia kuachwa nje kwenye uchaguzi huo. Wakazi hawa walidai kwamba kuachwa kwao nje ni kinyume na makubaliano kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Wingineko walimshutumu kinara wa ODM Raila Odinga kwa kuwapuuza licha ya kaunti ya Busia kuongoza kwa usajili wa wanachama wa chama cha ODM humu nchini.
Wakizungumza mjini Busia, wafuasi hawa walisisitiza hawana cha kujivunia kwenye serikali ya sasa. Aidha, wamewashtumu wabunge wao kwa kusalia kimya licha ya kaunti hiyo kuachwa nje kwenye serikali. Sisi kama watu wa ODM tunaomba Baba Raila Amolo Odinga, tafadhali consider mambo ya Busia, because 99% of voters wa Busia tunakufa na chama chako na wewe mwenyewe. Tuna demand kama wakaaji wa Busia, kuanzia Teso North, Teso South, Matayos, Budalangi, Samia, Butula na Mbale. Tunataka mkate wetu kama wana ODM. Hakuna venye PSS wanachaguliwa ati broad based government imetengwa na Busia yenyewe hakuna. Babu wetu mmoja hata kama akona nyoka kwa mfuko na atoi ni wetu. Tunampenda. Afadhali umpe sisi tujue ni mmoja tumepewa, lakini maneno ya kutusahau hapana. Nikiripotia Uvoro TV Business, langu jina Wajiko Purity. Nikukumbushe kwamba tupo katika mitambo ya Pan 162. Kutana nasi pia kwenye mitandao ya kijamii. Tutarudi na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa twende mapumzikoni. Usiende mbali.